Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi chao. Taarifa imekuwa ni kubwa kuhusiana na kile ambacho watu wengi wangepaswa kuweza kujua ni nini atma ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Tumeanza kushuhudia wachezaji ambao walikuwa tegemeo kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Yanga wameanza kuondoka, yani nikimaanisha dili zimeanza kuongezeka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Yanga. Wanakwenda wapi? Tutakwenda kujua, na kina nani wanakuja kuwa warisi ama wanakuja kuchukua nafasi ya mapengo ambayo yameachwa wazi na hao wachezaji. Tutakwenda kujua kila kitu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi. Nazungumzia Young Africans kwa kile ambacho wao wanakiendea kwa wakati huu. Karibu. Bana, unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Yanga ambayo kwa sasa inaendelea kulitafuta taji lake la ligi kuu ya soka Tanzania bara, huku wakiwa sambamba kabisa kuendelea kufanya biashara ya wachezaji kwenye kikosi chao. Hivi karibuni kumeweza kuibuka taarifa ambazo zimekuwa za kuthibitishwa juu ya mwamba wa Wagadugu. Hapa nazungumzia Stefano Aziz Ki. Unafahamu ya kwamba hivi karibuni tuliweza kusikia Stefano Aziz Ki akimalizana na klabu yake ya Young Africans, huku Yanga ikitangaza ya kwamba imemuuza nyota wake kuelekea katika nchi ya Morocco, ambako amepata timu kule ambayo imetoa zaidi ya shilingi bilioni 2 kuweza kumpata nyota huyo kwa pesa za Kitanzania, ambazo klabu ya soka ya wananchi Yanga wameweza kunufaika nazo mara baada ya dili hilo kuweza kukamilika. Stefano Aziz Ki ameondoka usiku wa jana kuelekea Morocco kwa ajili ya kujiandaa na michezo ya kombe la dunia kwa upande wa vilabu, kutokana na klabu yake ya Wydad Casablanca kuwa sehemu ya washiriki ambao wapo katika orodha ya vilabu hivyo ambavyo vipo katika nafasi hiyo. Kwa hiyo amewahi kuondoka ili aende akajiandae na timu yake mpya hiyo ambayo kwa sasa inajiandaa na michuano hiyo. Sasa maswali yakawa ni mengi kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Young Africans kwamba ni nani sasa atakuja kuwa mrisi wa namba ambayo aliyokuwa akiweza kucheza. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Stefano Aziz Ki, ambapo inaelezwa kwamba kile kilichokuwa kikiweza kutokea klabu ya soka ya Yanga hawakuwa kimya. Unaona bana, sasa inaelezwa ya kwamba kile ambacho kinachoendelea kwa sasa juu ya haya ambayo yanayotajwa ni kwamba klabu ya Yanga ilikuwa kwenye mipango ya mwisho ya kumsajili. Hapa nazungumzia moja kati ya wachezaji muhimu kabisa kwenye kikosi cha hapa nazungumzia Orlando Pirates, ambapo anacheza kwa mkopo katika klabu ya Petro de Luanda. Hapa nazungumzia David Miguel Vieira Gilberto. Inaeleza kwamba uongozi wa klabu ya Yanga wapo kwenye mazungumzo ya mwisho ya kumsajili kwa ajili ya kuziba pengo la Aziz Ki. Yanga kwa sasa hawataki masiara kuhusu msimu ujao, kwa sababu mchakato wa usajili ushaanza mapema sana. Mapema baada ya msimu kuisha, Yanga wataanza kambi rasmi kwa ajili ya msimu
msimu ujao chini ya kocha mpya. Kama Yanga wana mpango wa kufikia nusu fainali, basi inaelezwa kwamba inabidi waachane na wachezaji kama kina Ikangalombo, Cletus Chama na Musonda ili kuweza kuongeza wachezaji wengine wapya. Sasa huyu mrisi wa hapa nazungumzia Stefano Aziz Ki, inaelezwa kwamba ni moja kati ya mtu hatari kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka huko. Hapa nazungumzia Petro de Luanda. Jina lake kamili nilivyokuambia anaitwa David Miguel Vieira, wengine wanapenda kumuita Gilberto. Unaona bana, amezaliwa tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 2001. Unaona bana, ni mchezaji wa kulipwa unaona bana, katika nafasi yake ambapo amezaliwa kule Luanda, Angola, ambapo ana urefu wa futi 5 na inchi 9. Nafasi anayocheza ni nafasi ya winga wa pembeni, na ninazungumza kushoto na kulia. Kote huko ana uwezo wa kucheza vizuri kabisa. Timu ambayo anaichezea alikuwa akiweza kuichezea ni Orlando Pirates, ambapo wenyewe waliweza kumtoa kwa mkopo kwenda kumrudisha kule Petro de Luanda baada ya kutokuwa na msimu mzuri kwenye kikosi cha Orlando Pirates, ambapo kila mmoja akiweza kuona namna gani ambavyo kile kilichoweza kutokea. Lakini katika msimu ambao aliwahi kuwa na msimu mzuri ni wakati wa msimu 2022-2024 alipokuwa na Petro de Luanda, ambapo aliweza kufanya vizuri, lakini alipokwenda Orlando Pirates mwaka 2024 hakuwa na nyakati nzuri. Lakini Petro de Luanda ameisaidia msimu wa 2025 kutoa taji la ligi kuu ya kule hapa nazungumzia Angola. Kwa hiyo wanamuona ni moja kati ya wachezaji ambao ni wa muhimu kwenye kikosi hiki cha klabu ya soka ya Young Africans kwa kile ambacho kinaendelea. Lakini wakati tunazungumza hapa, taarifa ambayo imenifikia wakati huu inasema ya kwamba klabu ya Yanga haipo tena kwenye mpango wa kumsajili winga wa raia wa Angola Gilberto Miguel, ambaye kwa sasa anaichezea Orlando Pirates ya Afrika Kusini. Katika dirisha kubwa lililopita la usajili, Yanga walikuwa miongoni mwa vilabu vilivyowahi kutuma ofa ya awali kwa Gilberto, lakini sasa mpango huo umefutwa rasmi. Kauli ya kiongozi mkuu wa Yanga, kiongozi wa juu ndani ya Yanga, amethibitisha rasmi usajili wetu tumekamilisha kwa 78%. Tayari tumeongeza mikataba ya nyota wetu na kusaini wengine wapya 22% iliyobaki tayari tumeshakubaliana na hao. Pia tutaleta wachezaji waliokuwa muhimili kwenye timu zao, si wa majaribio. Mtizamo mpya wa usajili wa Yanga wanaonekana kuwa na mkakati madhubuti wa kuhakikisha kikosi kinabaki imara na cha ushindani, kuongeza mikataba ya nyota waliopo, kusajili wachezaji waliothibitisha uwezo, kuepuka kutumia muda kwa wachezaji ambao si kipaumbele. Kwa hali ya sasa Gilberto hayumo kwenye bajeti wala orodha ya usajili wa msimu ujao wa wananchi. Unaona bana, kwa kile ambacho kimeweza kuzungumzwa kwa wakati huu. Sasa tusubiri kuweza kusikia katika hizi tetesi ni zipi zitakuwa za kweli. Ni hizi za mara ya kwanza kwamba nyota huyu anasajiliwa kama mbadala wa Aziz Ki, ama tusubiri kuweza kuona kama dili hili litafanikiwa kwa klabu ya Yanga kumsajili nyota huyu. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.